Mheshimiwa Mwenyekiti, utakubaliana nami kwamba filamu zinatangaza nchi, filamu zinakuza uchumi, filamu zinatoa ajira. Leo hii kuna watu wanaijua ikulu ya Marekani, sio kwamba wamefika. Kuna watu wanaijua India, sio kwamba wamefika. Kuna watu wanaijua Hong Kong, wanaijua Philippines na nchi zingine kadha wa kadha ambazo zimewekeza vizuri kwenye filamu. Sababu ni moja tu, nchi zao zimetoa fursa ya kutosha na kuwapa uhuru wasanii kuweza kutengeneza filamu bora na zenye quality hali ya juu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niweke rekodi yangu sawa sawa. Ninachangia mchango huu na kutoa ushauri huu nikiwa nafahamu kabisa yako masuala ya kiusalama, ulinzi wa matumizi ya nembo, vifaa vya kijeshi na mavazi ya majeshi mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa nchi yetu haitafuti wasanii wakubwa, tunao tayari. Kwa sasa nchi yetu haitafuti maudhui mazuri ya kucheza, tayari yapo. Watu kama kina Jacob Steven, Vincent Kigosi, Clem Vevo na wengine wengi hawa kina Lamata wamefanya kazi kubwa ya kuisogeza filamu kutoka chini kuwa filamu ya kimataifa. Kwa nini hatupati soko la kutosha katika maeneo mengine kama Netflix na channel zingine kubwa kubwa? Sababu ni moja, tumekuwa na ugumu wa matumizi ya vifaa vyenye uhalisia ikiwemo sare za kijeshi, silaha za kutengeneza zinazofaa kwa filamu pamoja na maeneo mbalimbali yanayofaa kutumika kwa ajili ya kuchezea filamu zenye uhalisia ikiwemo mahakama. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ombi langu kwa nchi yangu, tuone sasa huu ni wakati wa kuwafungulia wasanii, tukiwa tumeweka vigezo na kuwekea masharti ya msingi yatakayosimamia masuala ya usalama kwa kulinda hivi vitu nilivyovisema hapa, ikiwemo mavazi watakayotumia, maeneo watakayotumia na silaha watakazozionyesha katika filamu zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tunatamani wasanii wetu wanapokwenda Ghana, serikali isimame, wajue kuna msanii ameingia kwa sababu ya umashuhuri aliyouonyesha kwenye kazi ya sanaa. Leo hii tunatamani wasanii wetu wanapokwenda kwenye tuzo, tuwe na uhakika wa kushinda tuzo kubwa na iwezekane. Leo tunatamani wasanii wetu wanapokwenda kwenye mashindano ya filamu, waingie kwenye kategori zinazotosha na tuweze kupeperusha bendera ya nchi yetu vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa unyenyekevu mkubwa sana, na mimi naweza kubeba dhamana ya wasanii hawa. Nimefuatilia kazi zao, nimeziona na nimetazama misingi waliojiwekea kwenye kujenga ukubwa wa filamu zetu. Kwa sasa inatosha kabisa kuwapa imani ya kutumia rasilimali za kijeshi, kutumia rasilimali za kiusalama, kutumia majengo ya serikali na kutengeneza movie za uhalisia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikupe tu mfano mmoja. Mheshimiwa Rais wakati anazindua bunge letu na anatutubia hapa, aliweka wazi kwenye hotuba yake kwamba anakwenda kufungua studio itakayosaidia uzalishaji wa filamu bora. Studio hizi Mheshimiwa Mwenyekiti, ndimo zinakozaliwa haya mambo yote ninayoyasema hapa. Mheshimiwa Waziri, ni kuombe sana katika jambo na kuomba ulicheze kwa akili kubwa na kutuachia alama, ni upatikanaji wa studio wa uzalishaji wa filamu nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukipata studio tutapata filamu bora. Tukipata studio tutaweza kutumia haya mavazi niliyoyaomba, silaha nilizozisema na maeneo ambayo tunaona kwamba yana ugumu katika upatikanaji wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, filamu zetu kwa sasa zimepiga hatua kubwa sana. Wasanii wetu wamepiga hatua kubwa sana. Na sisi tunatamani kuchochea pato la nchi hii liweze kuwa kubwa na eneo la filamu na sanaa liwe ni chachu kubwa ya uzalishaji kama yalivyo mataifa mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizie kwa kuomba tena kwamba eneo la sanaa ni eneo mtambuka. Eneo hili tunalitumia vizuri. Moja, kuleta umoja wa kitaifa. Sanaa inaleta mshikamano. Sanaa inatatua changamoto ya mambo magumu ambayo yanafikirika kwa shida. Na sanaa inaleta mataifa mengi pamoja na kutengeneza utambulisho wa taifa letu. Lazima tuilinde sanaa, tuienzi sanaa, tuipende sanaa na tuipe nafasi ya kuweza kuonekana katika ulimwengu wa sasa. Baada ya kusema hayo, nakushukuru kwa nafasi, naunga mkono hoja.